wakati mwingine ninatafakari mimi mwenyewe. Ninajiuliza ni kwa kiasi gani ama ni kwa viwango vigani ambavyo Mungu ananipenda. Na ndio jioni ya leo tumetembea mahali hapa tu kukuambia kwamba hata kama kuna mahali umekataliwa, hata kama kuna mahali watu walikuona wakaona kana kwamba haufai, ninajua kuna mahali unafaa. Mpaka wadao. Kuna mahali unafaa. Kuna mahali unafaa. Labda watu walikuona wewe wakakuhesabia kwa kile unacho na kile hauna. Lakini jioni ya leo tumekuja kukuambia tu ya kwamba katikati ya kule kote umeenda, katikati ya makanisa mengi umeingia, wengine ukapata watu wakakureject, wengine walikuwa ni marafiki wakakuacha. Tumekuletea tu habari ya upendo ambayo tu ndio tu tunaweza kuambia ya kwamba katikati ya mambo yote kuna yule anayekupenda. Kuna yule anayekupenda. Yule aliyeona mwanadamu alivyokuwa amehangaika na dhambi. Na kwa ajili ya upendo ule wa kwanza, maandiko inasema ya kwamba kwa ajili ya kumpenda mwanadamu akarejesha huo upendo kupitia kumtumia mtoto wake wa pweke. Tungeenda wapi sisi? Manake manabii waliingia na manabii walienda. Yeremia alikuja, Yeremia akaenda. Umeambiwa habari za Isaia, Isaia hayupo. Umeambiwa habari za Musa, Musa alijaribu kuwakomboa, haikuwezekana. Hata baada ya kuwatoa kwa Farao, kuna wale waliokatili, kuna wale walio reject habari njema. Manake habari hiyo haigetusaidia. Iposa maandiko yanasema katika kitabu cha Hibrania ya kwamba manabii walikuja lakini hawakuweza. Wote walituelekeza mahali moja ya kwamba kuna yule atakayekuja. Na ndio nabii Isaya alipokuwa akiongea anaambia watu ya kwamba na kutazaliwa mmoja ambaye jina lake ni Emanueli. Yeye hakujielekeza mwenyewe, alielekeza kwa yule atakayezaliwa. Akasema huyo ndio atakuwa mfalme wa wafalme. Akaambia wanadamu, gojeeni, manake wakati hauko mbali. Kuna yule anakuja kuwarejesha watu katika shamba. Jioni ya leo mpendwa, miaka ikapita, Isaya akaenda, watu wakagojea, manake waliishi kugojea ni nani atakayezaliwa. Hata wakati wa kuzaliwa kwake kuna wale hawakuamini. Maandiko inasema ya kwamba kukatuma mmoja, jina lake ni Yohana. Akaambiwa enenda, utengeneze njia, enenda katika jangwa, utangazie wanadamu watubu dhambi zao. Manake kuna yule anakuja. Hata yeye Yohana alipokuja hakuamini. Akatuma wanafunzi wake, akawaambia enendeni mumuulize kama ni yeye ama sio yeye. Jioni ya leo mpendwa, aliyetarajiwa, aliyekuwa na unabii amezalika. Miaka imepita, waliokuwa wake, maandiko inasema ya kwamba waliomkataa. Na diposa jioni ya leo mimi na wewe tumepokea hiyo neema. Tumepokea hiyo neema. Kwa maana kuna wale waliyetarajiwa lakini wakamkataa. Na ndio ninakuja kutangaza, sio kwa ajili ya watu wote wa Githurai, lakini kwa ajili ya mtu mmoja. Watu wa Githurai wanaweza mkataa, lakini kunaye mmoja, kunaye roho ya mtu mmoja ambaye umeandaliwa kwa ajili yake, ambaye umeandaliwa kwa ajili yake. Manake sio kwa watu wote, bali ni kwako wewe. Alizaliwa kwa ajili yako. Alizaliwa kwa ajili yako. Na kuzaliwa kwake hakukuhesabiwa faida. Lakini maandiko inasema kwa ajili ya kifo chake, kwa ajili ya kifo chake, hata kifo hakikusaidia.
Maana kuna wale walikufa wapendwa. Yes. Kuna wale walikufa. Kweli. Lakini kwa ajili ya kufufuka kwake. Yes. Kukazidi yeye. Hallelujah. Hata kuwa kama wengine. Sure. Akawa ndiye mkombozi. Sure. Na leo hii tunajivunia. Yes. Ya kwamba mioyo yetu iko salama. Mioyo yetu iko salama. Sure. Sio kwa ajili ya kuzaliwa kwake. Lakini kwa ajili ya kufa. Yes. Na kufufuka kwake. Yes, our master. Leo tuko na hakikisho wapendwa. Tuko na hakikisho. Kweli. Ya kwamba Musa alienda. Lakini hakurudi. Yes. Hata kama aliambia wana wa Israeli ya kwamba kuna Kanaani. Yes. Hakuwafikisha. Yes. Yeye aliwaelekeza kwa yule atakayewakomboa. Yes. Jioni ya leo nataka kukwambia habari yake. Aliyekufa msalabani. Yes. Na kuna kitu kimoja alisema. Yes. Baada ya mambo yote. Sure. Akasema imekwisha. Yes. Akasema imekwisha. Kwa hivyo haijalishi umepiga ukahaba. Yes. Kiwango gani? Haijalishi umeenda kwa waganga. Kiwango gani? Sure. Haijalishi umefanya mambo gani. Lakini ukweli ni kwamba awaye yote atakayemwamini hapa duniani. Yes. Awaye yote atakayemkiri ataitwa mwana wake. Sure. Leo hii sifurahishi na kuitwa kwa kule nimetoka. Ndio nimetoka kwa familia. Yes. Lakini kwa damu ya Kristo kuna familia nimeunganishwa nayo. Leo hii nimeitwa mwana wa Mungu kwa ajili ya ukombozi wake. Yes. Sijui ni kikindi gani hicho. Ni kipi hicho mpendwa? Kinachokuzuia kila wakati. Ninapokuangalia wewe. You belong to the kingdom. Hallelujah. You belong to the kingdom. Yes. Hata kama mambo yako ni yapi. Yes. You belong to the kingdom. Hallelujah. Watu wanaweza kuangalia wakakuhukumu na matendo yako. Yes, yes. Kwa sababu kulingana na macho ya wanadamu ni wikita maoto memadiki. Yes. Lakini nataka nikwambie ya kwamba haijalishi mambo umetenda kwa ajili ya moyo wako. Yes. Kwa ajili ya nafsi yako. Kwa ajili ya moyo wako. Yes. Alitoa gharama. Yes. Akasema matendo uliyetenda yote yamefika mwisho. Yote yamefika mwisho. Yes. Leo hii unaweza kuhesabika tena. I am giving you the identity. Yes. And where you belong. Because sometimes unapotembea hapa na kule. Yes. Unafikiria wewe ya kwamba uko katika kule umetoka. But today I want to remind you, the people of God, that you have identity ya kuitanishwa na mwana wa Mungu. Wewe sio vile watu wanakuona. Wewe sio vile unaongeanga. Yes. You belong to one family. The family of God. Hallelujah. Jesus. Maandiko nasema katika Luka 15 ya kwamba kulikuwa na kijana mmoja aliyesema mali imetosha. Aliyesema dunia ni njema. Aliyesema raha inatosha. Yes. Kulikuwa na kijana kama wewe. Yes. Aliyesema ikiona pesa maondo makwa no magire. Aliyesema nikipata utajiri mambo yangu inakuwa sawa. Na maandiko inasema ya kwamba akaenda kwa baba yake akamwambia nipatie urithi. Manake wale ambao ni wana wale ambao ni wana wako na baba. Na wale ambao wako na baba wako na urithi. We belong to the kingdom. Yes. Nduga tuoni otohithie. Nigwe kondo tokaragwo turi akuo muno. Na kou twe ciana ciakuo. Na twina igai riakuo. Na jioni ya leo hata wewe unaweza kupokea urithi huu. Unaweza kuitanishwa na familia hii kwa kuamini tu. Yesu akamwambia Nikodema, hauhitaji mambo mengi. Umejaribu sheria, haijakusaidia. Umejaribu uongozi, haijakusaidia. Unahitaji tu kuzalika mara ya pili. Unahitaji kuzalika mara ya pili.
Akamuuliza, mimi ninawezaje kurudi tena kwa tumbo ya mama yangu? Yes. Hiyo ndio swali iko na watu wengi. Watu wengi wanasema ninaamini. Hallelujah. Watu wengi wanasema najua Mungu. Kweli. Ninaobanga. Lakini wacha nikwambie, hakuna shortcut. Yes. Hakuna shortcut. Yes. Hata kama unajua Mungu, njia ni moja. Yes. Na ndiye Kristo atakayetufikisha kwa Mungu. Unawezaje kufika kule kama utapitia kwa Kristo? Kweli. Wengine wanasema naopanga asubuhi. Lakini je, umemjua yule anaweza kukuganisha? Yes, Lord. Nyakati tumekaa. You need a connection for everything. Yes. And tonight we are giving the connection to the kingdom of God. Whereby it's only Jesus who can connect you to the kingdom where you belong. Yes. Ni nyakati tunaishi ambao ni nyakati baya. Yes. Watu wanafanya mambo ambayo yako na aibu machoni pa Mungu. Yes. Watu wanafanya mambo ambayo inashangaza hata Mungu mwenyewe. Yes. Ni nyakati tunakaa ya kama vijana wanaoana kwa vijana. Yes. Wamama wasichana. Hakuna aibu tena. Ni nani atakayesimama aambie wale hata kama umefika katika zile viwango unaweza kubadilishwa na Yesu? Yes. Kuna mtu aliniuliza, nitawezaje kuacha pombe? Wacha nikwambie, hauwezi. Hauwezi. Unastahili tu kukunywa kitu kimoja ambacho kitaondoa hiyo kiu ya pombe. Ukiamini tu kuikunywa inaondoa tamaa. Hata mchungaji wako hawezi. Naweza kupea mawaidha, lakini yale mawaidha ikose kukusaidia kwa sababu mimi niko na mipaka. Lakini Yesu mwenyewe anaweza ondoa hiyo kiu. Wengine wakasema ninaweza aje kuacha magoka? Lakini wacha nikwambie, hauwezi. Nobody, hakuna mtu anaweza kwa nguvu zake. Ndio maandiko inasema ya kwamba sio nguvu ya farasi bali ni kwa uwezo wa Mungu. Unawezaje wewe? Wacha kufanya kazi ya bure. Kusema nimeacha sigara. You are doing it for nothing. Jesus. You need only one addiction. Ambayo imepita another addiction. Ili iweze kuneutralize addiction ya aina yote. Unasema ya kwamba nimejaribu kuacha wanawake, imeshindikana. Mpendwa, hautaweza. Utazunguka huku na kule na utatoka na ugonjwa. Utatoka na kuharibu familia. Unahitaji mwanaume ambaye amepita wanaume wote. Ukiambatana na yeye anakuambia kile unafanya. Anakuonyesha you are doing it for nothing. Hallelujah. Na Wakristo wengine wamengojea Mungu nikana kwamba Mungu hafanyi. Wamemwacha Mungu. Wanafanya kazi ya Mungu kwa mzaha na kwa kusukumwa. Ni nani atakaye kuambia ya kwamba kazi ya Mungu malipo sio mchungaji? Hallelujah. Na ndio tumekuja hapa kanisa ya Bwana kuambia ya kwamba you need to change. Maandiko yanasema ya kwamba kijana akateremka akabonda raha kama vile imeteremka Githurai. Akakaa na wasichana mali akamaliza. Manake mali ya dunia ni mzuri mtu akiwa nayo, lakini ina mwisho wake. Hallelujah. Ina mwisho wake. Kuna watu wana mali na hawalali. Usidhanie ya kwamba ukipata mali ndio umepata vyote. Ndio, mali ni mzuri na tunaitaomba kila wakati, lakini pia haipei mtu amani. Alipoendelea na akakula pesa zake akamaliza, maandiko yanasema ya kwamba na siku moja akajirudia. I am here, my brother, my sister, just to tell you these few words.
that if only you can come back to your senses, Yes. you can be saved. Yes. If only Sure. you can realize Yes. that you are using your energy for nothing, Sure. you can be saved. Kweli. There are so many young people Yes. wanapotea kwa mambo ya dunia. They are wasting their energy. Siku moja nikasema kwa Mungu hakuna faida. Nikaingia kukula mogoka. Wapendwa, kile kilitokea pale, sikupata raha. Yes. Niliharibika meno. Kwa sababu mambo ya dunia ina mwisho wake. Yes. Nilipo come back to my senses, nikajua there is a kingdom where I belong. True. And that's why tonight I am preaching. Kweli. There are some here that are listening to me. Yes. God can use you mightily. Yes. If only you can come back. Kweli. Kuna wengine hapa, ninajua unaweza kutumika sana. Yes. Wewe ni wa faida sana. Wewe ni wa faida sana katika ufalme huu. Kweli. Ni vile ambavyo hautajijua. Ni vile ambavyo hautajielewa. Yes. We are here to remind you that Jesus is coming soon. Yes. Na anaporudi, kuna baadhi ya watu anayechagua. Yes. Na ombi letu ni kwamba wewe ambaye utakubali kumrudia huyu Kristo, yes, utakuwa mmoja wapo wa wale watakaoenenda pamoja na yeye. Yes. Ni nani atakayekumbusha watu? Manake wamehubiriwa sana. Yes. Ni nani atakayewaambia watu ya kwamba nyakati imefika warudie Yesu? Amen. Lakini watu wanasema they want to take advantage. Yes. Wanataka mafuta. Tukisema hapa ni kuuza mafuta, ndio utakimbia haraka. Yes. Tukisema ni kuuza vivagio, ndio utakimbia haraka. Yes. Lakini tunakwambia ya kwamba utafagia nyumba, yes, na mapepo haitaenda. Yes. Wale walioitanishwa na Kristo, ndani mwao there is no room, yes, for demons. Yes. Hallelujah. Amen. Wale walio na Kristo, ndani mwao hakuna nafasi ya kupagawa na mapepo. Wewe wacha mchezo. Amini Kristo. Yes. Wacha kuzungushwa na wachungaji. Amini Kristo. Yes. Wengine wanaambiwa kunywa mafuta. Yes. Utakunywa mafuta. Yes. Na wewe utauma na tumbo tu. Kweli. Unahitaji kunywa Kristo. Lakini kwa maana ndio injili watu wanataka. Ndio maana watu wanaishi katika hali ya kuteseka. Mimi nakuomba mpendwa, come back to your senses. Yes. Haijalishi viwango umeenda. Kwa sababu kuna wale wameenda sana. Yes. Haijalishi how far you have gone. Yes. He can still embrace you. He still loves you. Amen. Bado nakupenda. Yes. Hata kama umeenda viwango gani. Andiko nasema aliporudia baba yake, baba yake alimkumbatia na akapanga sherehe. Yes. Kwa maana mtoto baba yake anampenda. Na ndio ninajua jioni ya leo wewe sio wa kwenye umeenda. You belong to Jesus. Yes. You belong to Jesus. Yes. He is here tonight. Yes. Yuko tayari kukupatia mara tena. Yes. Yuko tayari kukuambia welcome back. Kweli. Hallelujah. Amen. Maandiko nasema ni furaha gani aje. Ni furaha gani aje.